الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hutuba hii halifa mtukufu ni ya tarehe 28 mwezi wa pili 2014. Halifa mtukufu ayyadhahullah anasema kwamba katika Ijumaa iliyopita nilitoa hutuba kuhusu bishara ya mwana aliyeahidiwa, na kuhusiana na bishara hii sifa yake mmoja iliyoelezwa katika bishara kwamba atajazwa na elimu ya kiroho na maarifa. Nilieleza kuhusu sifa ile, na vile vile wasiokuwa wanajumuia wao pia walikuwa wakikiri kuhusu elimu yake na maarifa yake. Kazi aliyofanya halifa wa pili ni kubwa kiasi hiki kwamba tukianza kueleza miezi na hata miaka tunaweza kuendelea kueleza. Kwa hiyo jambo hii si rahisi, lakini kuna kitu kimoja nilitaka kueleza, lakini kwa sababu ya kuwa muda mfupi sikuweza kueleza. Kwa hiyo mimi leo nitaeleza jambo ile, na jambo ile linahusu mkutano uliofanyika miaka ya 90 kabla uliopita hapa katika mji wa London. Wengi wenu labda mnajua kwamba Septemba 1924 mkutano wa dini ulifanyika ambamo halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu mwenyewe alishiriki. Huzur anasema siku hizi sisi tunajulikana na tumejenga uhusiano mzuri na wengine, na vile vile jumuiya inayosumbuliwa katika nchi mbalimbali za dunia kwa sababu ya dhulma ile inayotendewa. Vyama mbalimbali pia vinajua kuhusu jumuiya, vile vile kwa sababu ya kujenga uhusiano mzuri wa bunge na wataalamu pia wanatujua hapa na duniani kote pia. Lakini katika zama ile mambo haya yalikuwa hayapatikani, lakini licha ya kuwa na hali hii, Mwenyezi Mungu aliyofanya mpango na viongozi wa mkutano wa ule walimuomba halifa wa pili kwamba aje hapa London na atoe hutuba yake, na hii yote ilitokea kwa sababu ya msaada maalum wa Mwenyezi Mungu. Kisha tunapozingatia hali ya jumuiya wakati ule kuhusiana na fedha, wakati ule halifa wa pili alikuja na watu 11, na hii si jambo la kawaida bali ni jambo kubwa sana. Halifa wa pili mwenyewe alitoa nauli yake, lakini wengine walilazimika kuchukua mkopo kwa ajili ya nauli yao. Lakini mwanzoni iliamuliwa kwamba halifa mtukufu asije hapa, lakini baada ya maombi na kwa kufanya istikhara iliamuliwa kwamba halifa mtukufu aje hapa. Lakini katika safari hii tunaona kwamba katika kila hatua msaada wa Mwenyezi Mungu ulipatikana. Hii ilikuwa ziara ya kwanza ya halifa ya kutembelea nchi za Ulaya na vile vile nchi za Arabuni kama Syria na Misri. Katika nchi hizi za Arabuni ni halifa wa pili tu ambaye alitembelea. Baada yake hakuna halifa yeyote aliyetembelea, kwa sababu hali ya kule iliendelea kuwa mbaya na jumuiya iliendelea kupigwa marufuku. Hazur anasema kwamba sasa hivi mimi nitaeleza taarifa fupi ya mkutano ule wa dini uliofanyika hapa, na vile vile nitaeleza maoni ya wazungu kuhusu halifa wa pili. Maoni haya
ya wazungu yanathibitisha kwamba halifa mtukufu alipewa elimu ya hali ya juu na vile vile alipewa msaada maalum wa mwenyezi mungu. vile vile vijana wetu pia wanatakiwa wajue historia ya jumuiya. Hazur anasema kwamba wakati ule safari ilikuwa ikifanywa kwa kutumia meli na ilikuwa ikichukua siku kadhaa kufika hapa. Siku moja halifa wa pili radhiallahu taala alikuwa anaswalisha swala pamoja na wenzake katika meli. Alikuwa amekaa baada ya kumaliza swala yake pamoja na wenzake. Pia mganga wa meli alikuwa mwenyeji wa Itali, alipita karibu na halifa mtukufu. Alipomuona halifa mtukufu amekaa pamoja na wenzake, akasema mara moja kwamba Yesu Kristo katika wafuasi wake wa 12. Dr. Ehtesham Saheb ambaye anaeleza habari hii anasema yeye alisikia mwenyewe na anasema alishangaa kwa kusikia maneno ya yule daktari. Yule daktari alikuwa mwenyeji wa Italy na alikuwa mwenyeji wa mji wa Papa, na amesema jambo la maarifa sana. 11 waliosafiri pamoja na halifa wa pili, mmojawapo mtu wa 12 alikuwa bwana Muhammad Sharif Saheb aliyekuwa wakili na alisafiri kwa kutumia nauli yake. Hazur anasema kwamba mkutano ule unaoitwa Wembley Conference, naeleza taarifa yake kwa ufupi na malengo ya mkutano ule. Mwanzoni mwa mwaka 1924 wakati wa maonyesho ya Wembley, kiongozi wa socialist bana William Loftus Hare yeye alipendekeza kwamba pamoja na maonyesho haya ya kidunia inatakiwa mkutano wa dini pia ufanywe, na katika mkutano huu viongozi wa dini mbalimbali waalikwe, viongozi wa nchi ambapo Uingereza unatawala, ili viongozi hawa washiriki katika mkutano huu na waeleze uzuri wa dini yao. Miongoni wa wasimamizi wa mkutano walikuwepo wataalamu wa mambo ya nchi za mashariki walikuwepo. Kwa hiyo chini ya uongozi wa shule ya School of Oriental Studies kwa ajili ya mkutano, kamati moja iliundwa na sehemu ya mkutano ilichaguliwa Imperial Institute London toka 22 wa September mpaka tarehe 3 ya Oktoba 1924 ilipangwa kwa ajili ya mkutano, na viongozi walichaguliwa kwa ajili ya mkutano ni hawa: Hindu mat, Islam, Sikh mat, Jini mat, Sikhism, Tasawwuf, Ibrahim Samaj, Arya Samaj, Confucianism na kadhalika na kadhalika. Wakati ule Hazrat Maulvi Abdurrahim Dar Saheb radhiyallahu ta'ala anhu ambaye alikuja hapa London 1923 alikuwa hapa wakati wa mkutano, lakini alikuwa hajui kuhusu mkutano huu. Wakati kamati pia iliundwa na wazungumzaji pia walipangwa, na sehemu kadhaa ya mwaka ya 1922 pia ilikuwa imeshapita. Wakati fulani mtu mmoja aliwahi kueleza mbele ya Maulvi Abdurrahim Sahib Dad radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu mkutano ule. Kwa hiyo akaenda akamwendea katibu wa mkutano ule bana Sharpes. Huyu bana alipomsikiliza, baada ya kumsikiliza akaona kwamba ni vyema maoni ya Jumuiya Ahmadiyya pia yaelezwe katika mkutano ule. Kwa hiyo akamwambia bana Dr. Sir Thomas aliyekuwa naibu wa mwenyekiti wa kamati ile
kwamba tuchukue ushauri wa Nair Saheb pia kuhusu wazungumzaji, kwa sababu aliathirika sana kwa kumwona Abdurrahim Dar Saheb. Hazur anasema kwamba siku hizi sisi baadhi wakati tunakata tamaa kwamba wakati umeshapita, kwa hiyo hatuwezi kufanya chochote, lakini wakati ule kazi yote ilikuwa imeshafanyika, lakini alifanya juhudi ya kupata nafasi. Kwa hiyo kamati ilikana Abdurrahim Dar Saheb, kwa hiyo walichunguza tena majina ya wazungumzaji na kuhusu tasawuf walishauriana na bana Rahim Dar Saheb. Kwa hiyo bana Rahim Dar Saheb alipendekeza jina la Roshan Din Saheb, lakini pamoja na kupendekeza jina lake bana Rahim Dar Saheb alisema kwamba Hafiz Roshan Saheb hawezi kuja mpaka halifa wa pili ambaye ni imamu wa jumuiya amruhusu. Majina yalipopendekezwa katika kamati, Dr. Oland na Professor Margolith na wanakamati wengine wakaamua kwa upendo kwamba ombi lipelekwe kwa halifa wa pili kwamba yeye ashiriki mkutano ule, pamoja na hii aje na Hafiz Roshan Saheb pia. Kwa hivyo wataalamu wa elimu ya nchi za mashariki walimfikia halifa wa pili radhiallahu taala anhu kwa ajili ya kumwalika kwa ajili ya mkutano ule. Kwa baada ya kushauriana mwaliko ulikubaliwa. Kwa hiyo halifa wa pili akaanza kuandika makala kwa ajili ya mkutano, na tafsiri yake ilifanywa na Maulana Sherali Saheb na Zafrullah Khan Saheb na Mirza Bashir Ahmad Saheb. Lakini mwanzoni makala iliyoandikwa ilikuwa ndefu sana na ilikuwa si rahisi kusoma makala ile katika mkutano ule, na ilikuwa si vizuri kueleza muhtasari wake. Kwa hiyo iliamuliwa kwamba makala mpya iandikwe tena. Kwa hiyo makala mpya iliandikwa na halifa wa pili aliandika, kisha tafsiri yake ilifanywa katika lugha ya Kiingereza. Ilmradi halifa wa pili akaenda safarini kwa ajili ya kuhudhuria mkutano ule. Mkutano ulianza mwaka 1924 na siku hii ilikuwa muhimu sana katika historia ya jumuiya. Na katika mkutano ule makala ya halifa wa pili ilisomwa, na kwa sababu ya kusomwa kwa makala ile jumuiya ilipata umashuhuri sana katika kila pembe ya dunia, na mafundisho sahihi ya Islam yalifikishwa duniani kwa kupitia makala ile. Na vile vile ruya ya Sinam alayhi salatu wasalam ilikuwa kuhusu kutoa hutuba katika mji wa London. Ile ruya pia ilitimia kwa kupitia mkutano ule. Muda wa makala ulipangwa saa 11 jioni, na kabla ya makala hii masaa 2.5 watu waliendelea kusikiliza hutuba mbalimbali kuhusu dini mbalimbali. Lakini wakati wa kutoa hutuba yake ulipofika, watu waliendelea kukaa, hata walikaa kwa shauku sana. Tena si tu wale watu walikaa, bali wengine pia walianza kuja kwenye ukumbi, na ukumbi ulijaa na watu. Na katika makala ingine yote mahudhurio ya aina hii hayakupatikana. Mwenyekiti wa kikao kile alikuwa bana Sir Theodore Morrison. Yeye alimtambulisha halifa wa pili, kisha kwa heshima na taadhima alimwomba halifa wa pili kwamba atoe hutuba yake. Na halifa wa pili ambaye alikuwa amekaa na wenzake jukwani akasimama, na katika lugha ya Kiingereza akatoa hutuba yake kwa fupi, na akasema kwamba bana mwenyekiti, kina mama na kina baba, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba alitia mioyoni wa viongozi wa mkutano huu kwamba watu wafikirie kuhusu dini,
na kwa kusikiliza hutuba za viongozi mbalimbali wanatakiwa wajiunge dini gani. kisha baadaye akasema kwamba namuomba mfuasi wangu bana Sarzafullah Khan asome makala yangu. Halifa wa pili akasema kwamba mimi hata katika lugha yangu sina tabia ya kusoma makala iliyoandikwa, na mimi natoa hutuba bila kuandika na nazungumza masaa 5-6. na akasema kwamba jambo la dini haliishi hapa duniani bali baada ya kufa pia jambo lile linaendelea. kwa hiyo raha halisi inapatikana kwa kujiunga na dini. mnategemea mtasikiliza kwa makini hutuba yangu. kwa hiyo Chaudhry Saheb takriban alisoma makala ile katika saa moja, na makala ilisoma katika sauti nzuri. ilhali Chaudhry Saheb alikuwa na maradhi ya koo, lakini Mwenyezi Mungu alimsaidia na kwa njia nzuri alisoma makala ya halifa wa pili. wakati ule halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu amesema hayo pia sehemu moja, kwamba makala aliyosoma Chaudhry Zafrullah Saheb kwa hakika ilikuwa ulimi wangu. yani Chaudhry Saheb alikuwa anasoma, lakini ilikuwa si ulimi wa Chaudhry Saheb, ilikuwa ulimi wangu. wakati makala iliposomwa wahudhuriaji walikuwa wanasikiliza kwa makini, na ilionekana kwamba wote ni wanajumuiya, na watu waliendelea kukaa mpaka mwisho wa makala. katika makala ilipokuwa ikielezwa jambo mpya kuhusu dini tukufu ya Islam, watu walikuwa wakionyesha shauku yao sana. katika makala ile kuhusu utumwa na riba na kuhusu kuoa wake wengi, masala haya yote ilielezwa vizuri, na si wanaume tu, wanawake pia walisikiliza kwa makini. na baada ya saa moja makala ilipokwisha, watu waliendelea kupiga makofi kwa muda mrefu, na mwenyekiti wa kikao kwa dakika kadhaa aliendelea kusubiri mpaka watu wamalize kupiga makofi. makala hii Hazur anasema inapatikana katika juzuu 8 ya Anwarul Ulum. ile muradi katika makala ile halifa wa pili mwanzoni wa makala ile alieleza lengo la kuanzishwa jumuiya Ahmadiyya. kisha baadaye alieleza kwamba Sayyidina alayhi salam alidai kuwa Mahdi ambaye bishara yake ilifanywa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. vile vile alidai kuwa Masihi ambaye bishara yake inapatikana katika Injili, na kwa sababu ya madai yake haya alipata upinzani mkali. Waislamu pia walimpinga sana, lakini kwa kuwa na hali hii yote watu walianza kujiunga naye, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu jumuiya ilipatikana. kisha jumuiya ilianza kupatikana katika nchi mbalimbali pia. Huzuri anasema mimi naeleza ufupi wa makala ya halifa wa pili. hii si muhtasari wa makala ile, bali mimi naeleza mambo kadhaa tu ya makala ile, kwa sababu makala iliyosomwa ilikuwa ya saa moja nzima. Halifa wa pili akasema kwamba baada ya kufariki kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam, nidhamu ya uhalifa ulianza, na chini ya nidhamu hii ya uhalifa jumuiya iliendelea kupanuka na ilipatikana katika nchi mbalimbali. watu wa mataifa mbalimbali walianza kujiunga na jumuiya Ahmadiyya. kisha alieleza hii pia kwamba Sayyidina alayhi salam alieleza waziwazi kwamba Masihi alitakiwa aje katika dhama hii kwa mujibu wa bishara za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hii ni zama ambayo inahitaji Masihi kwa sababu ya hali yake. kisha halifa wa pili alisema hii pia katika makala yake kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema kwamba Mwenyezi Mungu anaongea na waja wake na anapokea maombi yao. Mwenyezi Mungu ni msamehevu mrehemevu. kwa kumtuma Sayyidina alayhi salatu wassalam katika zama hii alifanya mpango wa kurekebisha hali ya dunia,
sinam alah salatu wassalam kwa kuthibitisha umoja wa Mwenyezi Mungu na kwa kuleta watu karibu na Mwenyezi Mungu katika zama hii pia alithibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ni hai, na alisema hii pia waziwazi kwamba ikiwa dini yoyote haiwezi kuthibitisha umoja wa Mwenyezi Mungu, ile dini haistahili iitwe dini. Kisha Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu katika makala yake alieleza heshima ya manabii na kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu ili maendeleo ya kiroho ipatikane. Alieleza kuhusu hii pia. Kisha alisema halifa wa pili kwamba Sinam alayhi salatu wassalam alieleza jambo hili kwa hekima sana kwamba ingawa Qurani tukufu ni sheria ya mwisho, lakini si maana yake kwamba mwanadamu amefika mwisho wa maendeleo ya kiroho yake, bali Qurani tukufu ikiwa ni kitabu cha mwisho, uzuri wake ni kwamba ndani yake inapatikana hazina ya elimu, na anapata yule tu ambaye anakuwa serious kutafuta elimu hii. Mahali ambapo maendeleo ya kiroho yanapatikana, kule elimu zingine pia zinapatikana kwa kupitia Qurani tukufu, sawa na hali ya kila mtu. Kisha Muslim radhiyallahu ta'ala anhu katika makala yake alisema hii pia kwamba Qurani tukufu inakanusha shutuma hii kwamba Islam ilienea kwa kutumia upanga, na kwa ajili hii alitoa dalili ya aya Qurani tukufu isemayo hakuna karaha katika dini. Jihad inaruhusiwa wakati ule tu wakati maadui wanajaribu kufuta Islam na kudhuru Islam. Kisha kuna mada mbalimbali aliyoeleza katika makala yake, kwa mfano kuhusu utumwa, kuhusu kupigwa marufuku ya riba na kuoa wake wengi, talaka, na elimu ya taalimu ya hulka na uhai baada ya mauti. Kuhusu Islam inasema nini alieleza kwa kirefu. Kisha alieleza dalili ya ukweli wa Sinam alayhi salatu wassalam, na alieleza nishani na miujiza za Mwenyezi Mungu kuhusu ukweli wa Sinam alayhi salatu wassalam. Kisha Muslim radhiyallahu ta'ala anhu katika makala ile alieleza ruya moja ya Sinam alayhi salatu wassalam, ambamo Sinam alayhi salatu wassalam aliona kwamba amekaa jukwani katika mji wa London, na kuhusu dini tukufu ya Islam anatoa hutuba, na vile vile ameshika ndege kadhaa. Sinam alayhi salam alisema maana yake ni hii kwamba mafundisho yake yataenezwa katika mji wa London na watu watajiunga na Islam kwa kupitia jumuiya yake. Ruya hii ilitimia wakati makala ya halifa wa pili iliposomwa katika mji wa London. Kisha Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kwa kumpitia Sinam alayhi salam amesema kwamba ikiwa mtu kwa kuacha upinzani siku 40 anafanya maombi, lazima atapata mwongozo. Na mwisho wa makala yake Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alimaliza makala yake kwa kusema hivi kwamba kina mama na kina baba, nuru ya Mwenyezi Mungu imeangaa kwa ajili yenu, na nuru ambayo dunia ilianza kufikiria kwa sababu kupita muda mrefu kwamba hii ni historia tu, nuru ile imeshadhihirika mbele ya macho yenu. Jalali ya Mwenyezi Mungu imedhihirika juu yenu katika sura ya nabii ambaye kuja kwake, bishara ya kuja kwake ilitolewa kuanzia Nuh alayhi salam mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuleta nabii, Mwenyezi Mungu amethibitisha kwamba mimi si Mungu wa yule ambao wamekufa, bali mimi ni Mungu wa wale ambao wako hai, na mimi si Mungu wa wale ambao wamepita zamani, bali mimi ni Mungu wa wale watakaokuja siku za usoni. Basi muangazi mioyo yenu katika nuru hii. Ndugu zanguni, maisha hii ni ya siku chache, lakini kufikiria
kuwa na fikira hii kwamba baada ya kufa mambo yote yatakuisha. Roho imezaliwa kwa ajili ya maisha ya milele. Tangu mwanadamu anazaliwa anaanza kuendelea na njia ambayo haiishi, na mauti ni kitu cha kuongeza mwendo huu. Kisha ni nini? Kwamba mnashindana katika mashindano madogo madogo na hamshindani katika mashindano makubwa, na katika mashindano haya vizazi vyote watalazimika kushiriki. Je, hamjui kwamba katika mashariki nabii wa Mwenyezi Mungu ameletwa, na kwa kumpitia yeye Mwenyezi Mungu ameleta ukweli milangoni mwenu. Kwa hiyo mumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya fadhili hii, ili mupewe fadhili zaidi, na mushindane kwa kupata rehema ya Mwenyezi Mungu, ili rehema ya Mwenyezi Mungu ishuke juu yenu. Hili ni jambo gani? Kwamba nyinyi nyote mnachukia vitu vyote vinavyoleta uvivu katika ubungo. Mnawezaje kuridhika na kitu ambacho hakina faida yoyote? Mnakataa kuinama mbele ya masanamu. Namna gani mnainama mbele ya sanamu ambaye hana dalili ya uhai hata kidogo? Njoni na kunyweni pombe hii ya uhai ambayo Mwenyezi Mungu amewaleteni. Hii ni pombe ambayo haiangamizi akili, bali inaimarisha akili zaidi. Muwe na furaha enye marafiki wa biharusi, na muimbe vimbo vya furaha, kwa sababu bana harusi ameshakuja. Yule ambaye alikuwa anatafutwa ameshapatikana, na yule ambaye alikuwa anasubiriwa yeye ameshafika, na analeta nuru katika macho yenu. Mwenye baraka ni yule ambaye amekuja kwa jina la Mwenyezi Mungu. Wale wanampata wanapata kila kitu, na wale ambao hawawezi kumuona yeye hawawezi kuona kitu chochote. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Halifa wa pili alimaliza hutuba yake katika maneno haya, yani kwa shujaa sana. Alieleza sifa za dini tukufu za Islam, na vile vile aliwaita Waislamu wajiunge na Islam. Na kama nilisema kwamba makala hii ilikuwa ya saa nzima, mukhtasari wake mimi nimeeleza hapa. Athari ya hutuba ile iliyopatikana, nataka kueleza hali ile sawa na taarifa ya gazeti la Al-Fazl. Wakati makala ya halifa wa pili iliposomwa, mwenyekiti wa kikao kile Sir Theodore Morrison, yeye katika hutuba yake alisema kwamba kupatikana kwa jumuiya ya Ahmadiyya inathibitisha kwamba dini tukufu ya Islam ni dini hai, na watu wanaendelea kusoma kuhusu dini hii. Mirza Bashiruddin ambaye pamoja naye walikuja wenzake walikuwa wamevaa vilemba, alisema kwamba silsila Ahmadiyya ni sawasawa na silsila ya Iswiya iliyopatikana katika silsila ya Muswiya. Lengo lake si kuleta sheria mpya, bali ni kueneza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Kisha mwenyekiti alisema zaidi hayo kwamba sina haja ya kusema zaidi. Makala inathibitisha uzuri wake yenyewe. Mimi natoa shukrani za dhati kwa niaba ya wenzangu pia, ambaye alieleza makala hii ilikuwa imejaa na elimu na dalili na hoja, na nina yakini kwamba nikishukuru kwa niaba yao wao wataniafiki. Na akasema kwamba na kupongeza kwa sababu ya makala yako, na makala yako ilikuwa nzuri kushinda makala zote zilizosomwa. Kisha
Sir Theodore Morrison alikuwa mwenyekiti wa kikao aliendelea kusimama kwa muda mrefu jukwani na aliendelea kusifu makala ya halifa wa pili. Halifa mtukufu anasema kwamba muktasari wa hutuba nimeeleza kwa sababu ya hii kwamba islam ilihubiriwa katika hutuba hii na katika mwisho wa hutuba watu walialikwa wajiunge na dini tukufu ya islam. Kisha kiongozi wa Free Church Walter Wash ambaye alikuwa mhatibu mzuri mwenyewe alisema kwamba mimi ni mwenye bahati ambaye amesikiliza makala hii. Kisha profesa mmoja wa college alisema kwamba nilipokuwa nasikiliza makala nilikuwa nahisi kwamba hii ni siku ya kuanzisha siku mpya katika maisha yangu. Tungetumia maelfu na maelfu tusingeweza kupata ufaulu mkubwa kiasi hiki kwa ajili ya kusikiliza makala. Kisha padri moja alisoma kwamba miaka 3 iliyopita niliona katika ndoto kwamba Yesu amekuja na wafuasi wake 13 na mimi naona sasa ndoto yangu imeshatimia. Huzuri anasema kwamba nilieleza kuhusu wafuasi 12 na mtu wa 13 alikuwa Sir Zafrullah Khan Saheb. Kwa hiyo walikamilika wafuasi 13. Kisha Miss Sharpes ambaye ni katibu wa mkutano amesema kwamba watu wanasifu sana makala hii, na mwenyewe akasema kwamba mtu mmoja alisema kuhusu halifa mtukufu kwamba anaonekana kwamba huyu ni Luther wa zama hii, na mmoja akasema kwamba katika moyo wake moto unapatikana. Mmoja akasema kwamba makala hii ilikuwa nzuri kushinda makala zote. Kisha profesa mmoja wa Germany alimpongeza halifa wa pili na alisema pamoja nami walikaa wazungu wakubwa. Alisema kwamba makala hii ni aina yake, hatupati bahati kusikiliza makala aina hii kila siku. Mr. Lane aliyekuwa kiongozi katika India office alikiri kwamba makala ya halifa wa pili ilikuwa makala nzuri kushinda makala zote. Kisha Bhai Abdurrahman Qadiani sahib anasema kwamba mtu mmoja alimjia halifa wa pili na akasema kwamba mimi nimefanya kazi katika bara la Hindi miaka 30 na nimesoma dini tukufu ya Islam na hoja zao, kwa sababu nilikaa India kuwa missionary, lakini sijawahi kusikiliza hutuba ya aina hii. Mimi nimeathirika sana kwa kusikiliza hutuba zako kwa njia zote. Kisha mtu mmoja akasema ambaye alikuja kutoka France kwa ajili ya kusikiliza makala akasema kwamba mimi natanguliza Islam juu ya Ukristo, lakini nilikuwa nikitanguliza Buddhism juu ya Islam. Lakini sasa madamu nimesikia hutuba yako, nakiri kwamba Islam ni dini nzuri kushinda dini zingine zote. Jinsi uliyoeleza dini tukufu ya Islam, hakuna dini nyingine yoyote inayoweza kusimama mbele yake. Sasa kwa sababu ya hii moyo wangu umeathirika sana. Kisha wanawake pia walikuja wengi kusikiliza makala na walisifu sana makala ile. Mwanamke mmoja anasema kwamba wengine wanawake walisema kwamba there is a fire in him, yani moto unapatikana ndani ya huyo mtu. Kisha Mrs. Sharples akasema mzungu mmoja alinijia na alikuwa mke wa katibu wa kikao, na yule mwanamke akasema kwamba hukunialika kwenye chai, lakini uniruhusu kwamba niingie ndani, na lengo langu ni kwamba nimuone huyo mtu ambaye amekuja kutoka India kwa ajili ya kueleza dini tukufu ya Islam na ni kiongozi wa Ahmadiyya. Yule mtu alikutana na halifa wa pili, kisha kwa kuongea na Maulvi Mubarak akasema kwamba nilisikiliza makala za mabaniani na makala mengine pia, lakini makala hii ilikuwa nzuri kushinda makala zote. Profesa mmoja baada ya mkutano ule
alipokuwa halifa wa pili alipokuwa anatembea barabarani akampongeza halifa wa pili na akasema pamoja nami walikaa wazungu wakubwa, niliwaona wengine walikuwa napiga mikono yao juu ya mapaja yao na walikuwa wanasema kwamba rare ideas, one cannot hear such ideas every day. Yani haya ni si mawazo ya kawaida na hatuwezi kusikiliza mawazo haya kila siku. Na wengine kwa shauku walikuwa wakisema kwamba what a beautiful and true principle, yani hii ni sheria nzuri na ni kweli. Na mwenyewe alisema rai yake huyu bana profesa wa Germany kwamba nafasi hii ilikuwa turning point kwa ajili ya wanajumuiya. Huu ni ufaulu mkubwa kiasi kwamba mungetumia pound maelfu msingeweza kupata ufaulu huu. Nimeeleza kuhusu Mr. Lane aliyekuwa kiongozi katika India office. Mkewe alikuwa hakuja siku ile, kwa hiyo akamwelezea huyu bana akamwelezea mkewe habari ya mkutano. Kesho yake akaja na akakutana na akasema kwamba mume wangu baada ya kuja nyumbani aliniambia kwamba makala ilikuwa mzuri sana, kwa hiyo mimi nimekuja leo kwa ajili ya kupongeza. Kuna mwanamke mmoja aitwaye Miss Corner ambaye hamwamini Mwenyezi Mungu, akasema kwamba makala hii ilikuwa makala mzuri na mawazo yalikuwa mazuri, na alitumia maneno mazuri kwa ajili ya kusifu makala. Mwanamke mmoja wa Bahai alisikiliza makala na yeye akasema kwamba nilikuwa na mawazo ya Bahai, lakini baada ya kusikiliza makala hii nimebadilisha mawazo yangu, nataka kusikiliza makala zaidi. Tafadhali niambie sehemu gani na wakati gani mtatoa makala ili nije kusikiliza. Mwanamke mmoja Mkristo alikuja na binti yake kule, alimfuata halifa wa pili baada ya kikao na akamwomba kwamba siku ya Alhamisi uje nyumbani kwangu kwa ajili ya kunywa chai, lakini halifa wa pili aliomba radhi, lakini alisema kwa unyenyekevu. Kwa hiyo halifa wa pili akakubali. Mtu mmoja akasema kwamba makala ilikuwa mzuri kiasi hiki kwamba ilikuwa mzuri kushinda imani ya kupenda nchi. Kuna gazeti moja litwalo Manchester Guardian katika toleo lao la 24 Septemba 1924 liliandika kwamba tukio fulani lilitokea jioni leo wakati kundi mpya la Islam lilipoelezwa. Akasema kwamba mimi nimeandika kwamba kundi mpya, lakini wafuasi hawapendi kuitwa kundi mpya, na msingi wake uliwekwa na Masihi miaka 34 iliyopita, na amedai kwamba Mwenyezi Mungu kwa ufunuo wake aliweka msingi wa jumuiya hii ili ilete mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu. Makala hii iliyotolewa na mwenyeji wa bara la Hindi, na uso wake ni mwenye nuru na ana ndevu nyeusi, na lakabu yake ni His Holiness. Jina lake ni Mirza Bashiruddin Mahmud, au kwa mukhtasari ni Khalifatul Masih. Unwani ya makala yake ilikuwa historia ya Ahmadiyya katika Islam. Mwanafunzi wake mmoja alisoma makala yake vizuri. Katika makala yake iliandikwa hoja kuhusu dini tukufu ya Islam. Alimaliza makala yake kwa kualika watu ili wajiunge na Islam, na jinsi makala hii ilipongezwa. Kabla ya makala hii hakuna makala yoyote iliyopongezwa hivi. Kisha Bhai Abdurrahman Qadiani sahib anasema kwamba mwisho wa makala resolution ilipitishwa kwamba kwa sababu ya kutoa makala mzuri kiasi hiki inatakiwa halifa atolewe maneno ya shukrani. Profesa mmoja na vile vile alikuwa padri pia, kwa kupata taarifa ya makala alikuja nyumbani, kisha baadaye alitufuata. Aliathirika sana, alinunua vitabu pia kadhaa.
na kwa sababu ya furaha alikuwa anapongeza mara kwa mara. Alifurahi na aliahidi kwamba atarudi tena, na aliahidi kwamba atafikisha ujumbe huu wa Islam. Na kwa kupitia mawazo haya yaliyoelezwa nitatoa hutuba zangu. Huzuri anasema makala hii iliyosomwa na vile vile makala iliyotayarishwa mwanzoni, na kwa sababu ya kuwa ndefu ilikuwa si rahisi kusoma kule. Makala hizo zote zimeshafasiriwa katika Kiingereza. Maelezo yaliyotolewa katika makala hizi ni za maelezo ya wakati ule. Jumuiya sasa imeshapata maendeleo sana, lakini uzuri wa makala na elimu inayopatikana katika makala hii bado ipo. Kwa hiyo wanaosoma Kiingereza wanatakiwa wasome, na vijana wetu pia wanatakiwa wasome. Mwenyezi Mungu ateremshe rehema juu ya alifa wa pili ambaye ametuachia hazina kubwa sana. Habari yake nilieleza katika hutuba yangu iliyopita. Idara ya Fazl Umar Foundation pia inatakiwa ifasiri hazina hii katika lugha mbalimbali. Wanafanya juhudi kiasi fulani, lakini wanatakiwa waongeze juhudi yao kwa ajili ya kufasiri hazina hii. Huzuri anasema leo tena baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu moja ambayo ni ya Bana Kamal Kro Saheb. Alikuwa mwenyeji wa Denmark. 1942 alizaliwa katika Denmark. Baada ya masomo ya shule ya msingi alifanya graduation. Mpaka 2003 alikuwa professor wa historia na jiografia na Danish, na yeye bado alikuwa mwanafunzi chuoni wakati alipopata bahati ya kusilimu. Alikuwa miongoni wa wanafunzi wa Abdul Salam Medicine. Kwa kumpitia yeye alipata ujumbe wa Jumuiya Ahmadiyya mwanzoni wa mwaka 1960 wakati Mir Masud Sahib alikuwa mbashiri kule. Wakati ule alipata bahati ya kujiunga na Jumuiya Ahmadiyya, kisha mpaka kifo chake aliendelea kubaki na jumuiya kwa imani sana na kwa mapenzi sana. Alikuwa akipenda sana uhalifa na halifa. Wakati alipokutana nami alikutana kwa imani na kwa mapenzi sana. Alikuwa mgonjwa, lakini alikuwa akija kila siku zote tulipokaa kule. Alitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. Aliwahi kuwa national qaid wa Khudamul Ahmadiyya na national secretary tabligh. Kwa miaka na miaka aliendelea kutoa huduma hizi kwa imani sana. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Katika kila wakati alipopata nafasi alipeleka ujumbe wa Islam Ahmadiyya. Mkewe anasema kwamba baada ya kumaliza kazi ya jumuiya alipokuwa akia nyumbani kuchelewa usiku alikuwa akikaa, na mpaka nusu ya usiku alikuwa akikaa, na baada ya kupeleka taarifa alikuwa akilala. Alikuwa na marafiki wengi na alikuwa amejenga uhusiano mzuri na viongozi wa Denmark. Amir wa Denmark anasema kwamba 1988 na 89 wakati alipokuwa mbashiri hapa, huyu bana alinisaidia sana katika kazi ya mahubiri na malezi. Wakati ule waziri mkuu wa Denmark alipopewa tafsiri ya Qur'an tukufu katika Danish, bana Kamal pia alikuwa pamoja nasi, na bali ni yeye aliyepanga nafasi ya kukutana na waziri mkuu. Vile vile kwa ajili ya malezi ya watoto katika msikiti wa Nusrat kila Ijumaa kwa ajili ya vijana na watoto alikuwa akipanga programu moja, na alikuwa akitoa majibu ya maswali ya vijana, na alikuwa akizungumza kuhusu mambo ya malezi. Aliandika vitabu chungu mzima na alifasiri vitabu ya jumuiya. Alipitia tafsiri ya kitabu Mahakima ya Mafundisho ya Dini Tukufu ya Islam. Alikuwa mhariri wa gazeti la Denmark Active Islam kwa miaka na miaka. Wiki vile vile katika miaka ya 70 na 80 wakati wahamiaji walipohamia Denmark aliwafikishia ujumbe wa jumuiya. 2004 aliparalyze, lakini pamoja na maradhi hii
alikuwa akishiriki katika ijumaa na katika vipindi vingine vya jumuiya na wakati wote amir sahab alipokuwa akienda kukutana naye alikuwa akiuliza kuhusu maendeleo ya jumuiya na kuhusu ujenzi wa mission house alikuwa akiuliza wakati amir sahab alipokuwa akienda kukutana naye kila wakati alikuwa akiuliza kuhusu mimi kwamba halifa mtukufu hali yake ikoje. tarehe 18 wa Februari 2014 mara moja hali ya afya yake iliharibika, alilazwa hospitalini. tarehe 19 wa Februari asubuhi saa 11:30 katika umri wa miaka 71 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ameacha nyuma yake mkewe na mtoto wa kiume moja na binti moja na wajukuu 5. Mkewe pia anashiriki katika vipindi vya jumuiya na anafanya kazi ya tafsiri na anasaidia sana kuhusu hii. Bana Kamal alikuwa maarufu sana katika wasiokuwa wanajumuiya. Danish media pia imetoa rai yao kuhusu bana Kamal saheb. Bana Henrik Jensen anasema kwamba Kuro saheb alikuwa mtu mzuri sana ambaye hayupo siku hizi ndani yetu, ataheshimiwa. Sisi wanafunzi tunamheshimu sana. Alikuwa mwenye heshima sana na alikuwa mtu mkubwa. Alikuwa mtu ambaye alipendwa na wanafunzi wote. Mimi mwenyewe pia ni mwalimu kama bana Kamal saheb na bana Kamal alikuwa mfano kwa ajili yangu na yeye alikuwa ana elimu sana. Alituelekeza katika njia za uhai. Anasema watu wote wanaishi duniani, wengine wanapata malengo ya maisha yao. Ni wapo wachache ambao wanapata malengo ya uhai wao. Kisha kuna mwanamke mmoja anasema kwamba Kamal Kuro saheb alikuwa mwalimu ambaye hawezi kusahuliwa. Mr. Kenneth saheb anasema mwalimu ambaye ni mcha Mungu na nimeathirika sana kwa sababu ya hulka zake. Kuna mwanamke mwingine anasema kwamba katika college walikuwa wanafunzi wengi ambao waliwahi kuwa wanafunzi wa Kamal saheb na hawa wote walikuwa wakitaja jina la Kamal saheb kwa heshima sana. Na hawa wanafunzi wa Kamal saheb walikuwa mbele katika mstari wa kwanza kushinda wanafunzi wengine. Ilmradi kuna maoni ya aina hii. Kuna Mr. Michael anasema nategemea kwamba katika ardhi ya Denmark atapatikana mtu ambaye ataendeleza kazi yake ambayo alianza katika maisha yake. Na sikitika kwa kusema kwamba badala ya kujenga umoja watu wanawasha moto. Huzuri anasema Mwenyezi Mungu awapandishe madaraja ya bana Kamal saheb na awajalie mke wake na watoto wake pia subra sana, na Mwenyezi Mungu awajalie waendelee kujenga uhusiano mzuri na jumuiya. Kama nilivyosema, baada ya swala nitaswalisha jeneza yake ghaibu inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر